muasisi wa hili taifa, lakini pia ni muasisi wa mapinduzi. Kwenye historia bwana ya mapinduzi hakuonekana moja kwa moja akifanya mapinduzi, lakini wale ndio waliotengeneza ramani za mapinduzi kufanyika. Maana inasemekana kipindi mapinduzi yanafanyika yeye alikuwa Dar es Salaam, kipindi hicho mapinduzi yanafanyika Zanzibar, na hii ilikuwa ni mkakati, sababu kufanyika mapinduzi bwana ilikuwa kipindi kile tunaweza tukasema ni uhaini kwa serikali iliyopo. Kwa kama angekuepo, hebu fikiria kama mission ingefeli. Naye yupo na yeye ndo kaandaliwa kuja kuwa kiongozi wa taifa. Kwa hiyo ilikuwa ni mikakati kukaa huko Dar kusubiri mpaka mission itakapokamilika, ndipo anaweza kwenda kule na ukabidhiwa serikali. Lakini pia tunaweza tukamkumbuka hayati Karume. Kwanza ni mtu fulani mwenye busara. Unajua kama ulivyosema hapo, kazaliwa mwaka gani? Mwaka 1905. Kiumri alikuwa ni mkubwa kuliko Nyerere, kuliko baba wa taifa. Lakini alichagua kumsikiliza baba wa taifa na alimwambia kwamba mimi naamini umenizidi mambo mengi, japokuwa mimi nimekuzidi umri. Sawa sawa. Kwa mimi nitakusikiliza, vitu vingi utakavyonielekeza mimi nitavichukua. Sababu kwa sababu ukiangalia bwana Karume, ukiangalia historia yake ya shule, hajafanikiwa kwenda shule kama Mwalimu Nyerere. Yeye kafanikiwa kupata elimu, tunasema elimu ile ya kijamii, kwa sababu alishafanya shughuli za madrasa pia, ni mtu ambaye alipata elimu ya dini na kusafiri sana. Kwa hiyo kujua vitu mbalimbali kupitia kimaisha, sio kishule. Na kuna vitu kwenye uongozi vinahitaji shule. Sasa lazima upate elimu ya darasa kama darasa. Kwa hiyo sasa alikuwa akimwamini sana Mwalimu Nyerere kwa sababu shule ipo. Kwa hiyo hata Mwalimu Nyerere alipokuwa akimshauri, bwana, ili tufanye mapinduzi na vitu tufanye 1 2 3, alimwambia mimi nakuamini. Nakuamini kwa sababu umenizidi elimu ya shuleni, japokuwa mimi nimekuzidi umri, na naamini una malengo, una nia njema kwa watu wa Zanzibar kama ulivyokuwa na nia njema kwa watu wa Tanganyika. Kwa hiyo tutamkumbuka, miongoni mwa vitu ambavyo katuachia leo ni umoja kati ya nchi ya Tanganyika kipindi hicho na visiwa vya Zanzibar. Sasa na kuunganisha imekuwa nchi moja ya Tanzania. Ni hatua moja kubwa sana ambayo aliipiga.